Mwanafamilia, natumaini ujambo kabisa. Karibu kwenye channel yangu, kusahau kulike, kushare pamoja na comment ili tuweze kwenda pamoja na uweze kupata detail mbalimbali zinazopatikana kwenye channel yangu. Mwanafamilia, leo naenda kufundisha mambo kadhaa. Mambo yanayohusu siri na sababu zinazowakumba kundilika, especially vijana kushindwa kusali na kubaki majumbani. Kuna sababu gani ambazo zinawafanya? Mwanafamilia, salia na mimi. Sababu ya kwanza, la kupitisha haraka haraka, ni kusononeka au kukata tamaa na maisha. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, maumivu ya moyo na majeraha ya kiroho. Sababu ya tatu, mwanafamilia, upweke wa kiroho. Lakini sababu ya nne, mwanafamilia, kugubikwa na dhambi za siri. Mfano, wengine wamejikita kwenye maisha ya dhambi, utumiaji wa madawa ya kulevya, ngono isiyo ya halali, tunasema kwa Kiingereza tunasema pornography na kadhalika. Hizo zote zinawafanya wasiende hata makanisani au msikitini. Lakini kuna sababu zingine ambazo zinachangia pia, tunasema sababu za nje. Mfano, teknolojia na mitandao ya kijamii na yenyewe imeweza kuasi kwa kiasi kubwa sana vijana kushindwa kumcha Mungu wao. Lakini kingine ni kwambie tu, ulimwengu wa kidijitali umekuwa kama Mungu wao mpya. Lakini sababu nyingine, mwanafamilia, ukosefu wa mvuto katika ibada. Ukosefu wa mvuto katika ibada. Hakuna ubunifu wa kuweza kuwashawishi kwa ujumbe wa kiroho kwa njia inayoeleweka. Kingine, mwanafamilia, kudharau mambo ya kiimani. Vijana wengi huona dini ni ya wazee, wanachukulia kama ya wazee, watu wasioelimika. Lakini nowadays wanajiona wenyewe wameelimika. Wameathiriwa na fikra za kisiasa zinazouza na kubeza imani za kidini. Lakini sababu nyingine, mwanafamilia, ni uvivu wa kiroho. Vijana wengi wana uvivu wa kiroho. Uvivu wa kiroho hujengeka pole pole. Vijana wengi wana uvivu wa kiroho. Lakini pia mwanafamilia, nataka nikuelekeze namna ya kuwasaidia vijana kurudi kwenye swala au kusali. Wakristo pamoja na Waislamu hapa nazungumzia. Uongozi wa kuinua imani. Lazima kuwe na uongozi wa kuinua imani, lakini pia kuwe na mazungumzo ya dhati kwa vijana, upande wa vijana waweze kujua changamoto zao zinazowakabili, changamoto za kiroho. Lakini kingine, tuwashauri nini vijana? Kujihusisha katika shughuli za ibada, kama vile mziki, michezo, drama za kiroho na kadhalika. Lakini pia matumizi ya teknolojia kwa njia chanya. Watumie teknolojia kwa njia chanya, wasitumie teknolojia kwa njia hasa ambazo zinaweza zikawapotosha wasiweze hata kwenda kusali au makanisani au misikitini. Lakini kingine, mwanafamilia, ushuhuda wa maisha ya halisi. Wawe na ushuhuda wa maisha halisi kutoka kwa viongozi wa kiroho, waishi vile wanachokihubiri ili kuwa mfano hai. Hitimisho, mwanafamilia, usisahau kusalia na Mwenyezi Mungu ili uweze kutimiza ndoto zako. Bye bye. Tukutane muda mwingine.